Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi kuhani wa kifalme mtumishi wa Bwana Yesu Kristo Alista Albano kutoka Gombo Maranatha Church. Ninakusalimu katika jina la Mwokozi wangu Yesu Kristo, nikukaribisha katika kipindi cha tafakari neno la Mungu live, kipindi cha Gombo Maranatha Church. Karibu tuwe pamoja. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Injili ya Dr. Luka ama Luka mtakatifu, sura ile ya 18 na aya ile ya 10 na ile 27, sura ile ya 18 na aya ya 27. Neno la Mungu linasema hivi: akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Narudia tena, Luka sura ya 18 aya ya 27 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema hivi: akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Kuna mambo ambayo kwa wanadamu hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Niombe. Katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, binafsi yangu ninaomba rehema mahali nilipokosa katika kuwaza kwangu, kunena au kutenda, mahali ambapo nilitegemea akili zangu na mazoea. Ninaomba rehema kwako Yesu Kristo na Mungu Baba. Ninaomba rehema pia kwa ajili ya mtazamaji na nifuatilia popote alipo na msikilizaji popote alipo, katika jina la Yesu Kristo katika kipindi hiki. Bwana majeshi Yesu Kristo, tunaomba rehema ili Yesu Kristo mwenyewe na Roho wako Mtakatifu na Mungu Baba afanikishe kuhusiana na neno lake lililo hai kwangu mimi na kwa mtazamaji na msikilizaji popote alipo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Ni kweli kabisa, kuna mambo katika hali ya kibinadamu hayawezekani. Unaweza ukapambana kwa nguvu zako za kimwili, ufahamu wako, uzoefu wako, na hali zozote haiwezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Huyu Mungu tunayemtumikia, Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Mungu aliye hai, yeye anaweza kufanya. Nina vitu ambavyo nimewahi kukutana navyo katika maisha yangu ambavyo huwa ninafika mahali ninashangaa, ninasema huyu si mwanadamu, huyu si mimi, huyu ni Bwana amefanya. Miujiza na matendo ya kushangaza ambayo Mungu anaweza kufanya. Mungu anatenda mambo makubwa sana. Siwezi kusahau wakati fulani nilipomwombea mtu ambaye kwa mara ya kwanza katika utumishi wangu, mguu wake ulikuwa na hali ya malengelenge, hali ya kama kuvuja kwa maji ama kuungua na moto, ambao kwa muda wa siku 8 huyo mtu alikuwa hawezi kwenda kwenye majukumu yake yoyote. Mguu ulikuwa unavuja maji na hakuungua mahali popote, lakini hali yake ilikuwa inamzuia kufanya chochote. Mtu huyo aliponitembelea, nikasema leo nitakuombea kwa neno la Kristo na kwa jina lake Yesu Kristo ili upone na kesho uende kazini. Nalipoomba maombi hayo, naliomba tu katika hali ya wanafunzi na utumishi wa Mungu, kama najaribu fulani hivi na thubutu. Kesho yake nikauliza mtoto wake, alikuwa ni mtu mzima, baba anaendeleaje? Akaja akanambia, baba ameweza kwenda leo asubuhi kazini na anaendelea na shughuli zake kama kawaida, na alipona tangu siku ile mzima. Yale malengelenge yalikauka usiku ule ule, na aliyefanya hivyo ni Bwana Yesu Kristo, wala si mwanadamu. Nikaja wakati mwingine nikafanya huduma kwa mara nyingine, nilikutana na mama mmoja ambaye alikuwa anaonekana ni kabisa na uthibitisho wa kitabibu muathirika wa magonjwa yanayosumbua sana ulimwengu, ugonjwa wa ukimwi. Lakini pia alikuwa na ukimwi plus TB. Hawezi, amechoka kabisa, afai, na mpaka ukiangalia zile nywele zimekuwa kama kitu cha ajabu, zimebadilika mpaka rangi kichwani mwake, zimechoka, zimekuwa dhaifu sana. Na nilipomwona yule mama, tena alikuwa wa imani nyingine, hakuwa Mkristo, hakuwa naamini bali Ukristo, nikamwambia, mama, njoo nifanye maombi kwa ajili yako. Nikamkaribisha, na haikuwa kanisani, ilikuwa tu mahali nyumbani. Nikamuita hapo, mtu kae tuombe. Watu wengine wakawa wanashangaa, huyu utaweza kumwambia atapona na hali kama hii? Nikasema, kwa Yesu ninayemtumikia, anaweza kumponya, anaweza kumponya, anaweza kumponya kabisa. Anaweza kumponya huyo Yesu Kristo ninayemtumikia, anaweza kumfungua na kumtoa katika taabu yake na shida yake. Huyu Yesu ninayemtumikia anaweza kufanya jambo. Akaja nikakaa naye, nikasoma naye maandiko na nikafanya maombi naye. Alikuwa na kikopo chake anachotumia kwa ajili ya kukolea yale makozi makali yalikuwa yanatoka kwenye mwili wake.
na bado niliendelea kuomba, wala sikuona hali ya kumnyenyepaa. Ni miaka ile ambayo tunaona kabisa ukimwi ulikuwa unasumbua na pakuwa na ile kinga ya kuongeza siku miaka kadhaa. Kwa hiyo nikaomba naye katika neno la Mungu na kumwambia, leo Bwana Yesu Kristo amekwisha kukuponya. Anakuponya na kukuweka huru kabisa. Anakuruhusu uweze kutembea na kufanya kazi zako. Kesho utaendelea na majukumu yako kama kawaida. Ile mama aliondoka, akanyanyuka, akaenda nyumbani kwake. Kesho yake, sizungumzii siku kadhaa, kesho yake alienda kuendelea shughuli zake za kibiashara za mamalishe, za ujasiriamali. Alikuwa amepona na akapona kabisa. Hakuwa tena na TB, hakuwa tena na magonjwa mengine alikuwa anyemelezi, alikuwa anafuatilia. Aliendelea na maisha yake, akawa salama kabisa maisha yake. Nikaa nauliza ndugu zake, wakasema yuko kwenye biashara zake, anaendelea shughuli. Siku hii na siku ilikamilika saa chache tu tulipoomba kwa imani, Mungu alifanya. Nimeona matendo makuu ya Mungu akisema mfano hiyo. Lakini lingine sitasahau, alikuja mama mwingine ambaye pia alikuwa na shida ya mguu wake. Kwenye mguu wake, mguu ulikuwa umeoza. Mguu umeoza kabisa. Funga bandeji, akifungua hapo hampatani, hamwezi kuelewana, ni harufu mbaya. Tukaomba katika jina la Yesu, kusema huu mguu utapona kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kristo anayemtumikia leo unapona. Akawa anaenda, anakuja siku ya kwanza, siku ya pili, baada ya muda akaja na mfupa uliotoka kwenye lile eneo la kiwiko cha mguu ulitoka pale. Akasema nimetoa mfupa kwenye kiwiko, inakuaje? Nikamwambia tayari mguu uko ujifungua, tunafungua mguu, kiwiko cha kile ule mfupa umetoka pale pakabaki alama tu kwamba palikuwa na mfupa. Na bandeji ametoa na anaweza kutembea katika ile. Nikamwambia haina shida, mfupa haina shida, chukua mfupa wako utajua itakupeleka, lakini tunashukuru kama umepona. Akaanza kukanyaga vizuri, na ili mimi lilinishangaza. Nikatafuta pia madaktari ambao ni wataalamu wa mambo ya afya, nikauliza inawezekanaje mtu mfupa ulitoka kwenye mguu wake alafu bado akaendelea kutembea? Daktari mmoja akanishauri, akanasema kama unavokata kucha na unaota tena mwingine. Mimi nikaimitikia tunatosha, lakini mimi nikajua kabisa hapa ni Mungu amefanya. Yule mama alipona na hakuwa tena na ulemavu, mguu wake ulikuwa unatembea katika hali ya kawaida na mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Haya ni mambo ambayo yasiwezekana kwa wanadamu, lakini kwa Mungu yanawezekana. Mimi mwenyewe nikafanywa operation na Bwana Yesu Kristo kwenye meno yangu. Nilikuwa na shida ya meno, kulikuwa kuna meno yameshikamana na kama yamekaa kama ya panya. Kama unafahamu panya meno yake ilikuwa au sungura. Nikaomba mara kadhaa, nilikuwa nakwenda hospitali nafanya utibabu, lakini siku moja nimeamka, jino katika ile lilokaa pale likatoka lenyewe. Nikalitoa nikaweka pembeni, na ukiniangalia leo nikifungua kinywa changu huwezi kuona kama kuna mapungufu ya meno, lakini kuna meno yametoka. Kuna jino limetoka katikati hapa chini likatoka. Ukiangalia hapa kwenye kinywa changu kuna meno yalitoka haya mbele chini. Lakini ukiangalia haionyeshi dalili ya kwamba jino limetoka. Yesu amerudisha akapandikiza pale pengine vizuri kabisa. Kwa hiyo na mimi pia amenifanyia muujiza. Lakini nije kwa mwingine, mama ambaye alikuwa anapoteza ndoa yake kwa sababu miaka inakwenda, hakuna mtoto, hakuna kuzaa, hakuna mimba. Mwenye mume wake akawa anasema anafikiria kumfukuza. Nikamwambia njoo kwenye maombi. Akawa anakuja, si muumini wa kanisa ambalo nahudumia. Akawa anakuja tunafanya maombi. Siku moja Roho Mungu akaniambia mwambie kile haja ya moyo wake sasa Mungu anampa. Kama unapokea kile ambacho Mungu anataka kwenye maisha yako, ulikuwa unataka unakilia kwa muda mrefu. Akapata baada ya siku kadhaa, akaniambia kweli anaona mabadiliko kwenye mwili wake. Baada ya muda mjamzito akaendelea kuja kwenye ibada mpaka alipokuja kujifungua. Alipojifungua akapata mtoto mzuri wa kiume, akamshukuru Mungu kwa kupata mtoto wa kiume mzuri. Akaona sana heshima ya ndoa imerudi. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya hicho. Mungu alifanya kwake, akapata mtoto mzuri tu. Yesu anaweza kufanya yale yasiwezekana katika hali ya kitabibu na kisayansi, Mungu anafanya. Lakini pia kuna mwingine alikuwa na shida katika maisha yake ya kiuchumi, akisema nitaweza kuwa na mimi na nyumba yangu, nitaweza kuwa mimi na gari, nitaweza kuwa na maisha kama haya. Nikamwambia ukimwamini Yesu Kristo atafanya. Tukao tunakwenda naye katika ibada na maombi na kumwambia Mungu kuvunja maagano na mikataba ya kiasili na ufuatilia Mungu aweze kutengeneza maisha yake. Kumwambia kaa katika maisha ya wokovu, akawa anakaa katika maisha ya wokovu. Baada ya muda fulani akamwambia Mungu ananionyesha kuna gari zuri tu Mungu anakupatia baba. Akawa anakataa. Inawezekana kama inawezekana. Mungu anafanya kazi. Mungu anaweza kufanya kazi. Na baada ya muda kweli nikamwona tayari amepata gari zuri la kutembelea. Akamwambia mshukuru Mungu amefanya. Kutoka hapo baadaye kaona tena mpata nyumba nzuri ya maana ameweza kujenga.
na Mungu ameweza kumpa nyumba nzuri na heshima na maisha yakawa yanaendelea. Huyu ni Yesu Kristo anayefanya isiwezekana kwa wanadamu na Mungu inawezekana. Lakini pia kuna watoto ambao walikuwa wanasoma shule ambazo walikuwa kila mara wanakuwa wa mwisho mpaka walimu na wazazi wamechoka kuwasaidia. Wakaniambia, mchungaji, tunawasaidia watoto wetu waoneka, waambia walete tu. Nikawa na vipindi nao wale watoto na kuwafanyia huduma na kuombea na kuwafundisha katika roho na kweli na kuwafundisha kusoma maandiko, na wakaanza kusoma na kuongoza kusoma katika maandiko wao wenyewe wale watoto. Leo hii wote wamefaulu, wamekwenda mpaka vyuo vikuu, wamekwenda mpaka kwenye nje ya nchi, wamekwenda kumiliki makubwa. Wazazi wao wanafurahi, wanasema Mungu ametenda mtumishi. Huyu ni Yesu anayefanya isiyowezekana kwa wanadamu. Mungu anaweza kutenda. Anatenda. Lakini kuna mwingine alikuwa na shida, mifugo inazaa inakufa, nasema inakufa. Kaambia kwa nini? Kuna jinsi ya kuomba Mungu afanye ili afanye mabadiliko katika haya. Yesu tulipoomba katika jina lake Yesu Kristo, hiyo hali ikatoweka kabisa. Tunayo mamlaka ya kusemea chochote. Nimezungumza kiumbe chochote, mifugo, mashamba, mali, utajirishwa, elimu, maarifa, uweza, hata nafasi za kimadaraka katika dunia. Yesu ameweza kutenda kwa watu ambao hawakuonekana katika jamii kama wanafaa kuwa viongozi. Lakini kupitia maombi na mafundisho mazuri ya neno la Mungu aliye, leo hii ni viongozi wakubwa katika maeneo mbalimbali katika hii dunia. Nazungumza bila shaka. Kuna mwingine alikuwa anafanya kazi nje ya nchi, alikuwa anafanya kazi chini ya mataifa fulani huko nje. Yeye anaelewa nchi fulani, alikuwa anafanya kazi katika nchi zilizoendelea, akifanya kazi kama mwajiriwa, ameajiriwa kule. Mtanzania alikuwa anaishi huko, akawa anashirikisha habari zake. Tukawa tunaomba na kumwelekeza jinsi ya kufunja magano, mikataba na kumongoza kuweka katika misimamo mizuri ya Kristo. Baada ya muda mfupi alinipigia simu akiwa huko nje nchi, akanambia, mtumishi, Bwana amefanya mambo makubwa, nakuja huko Tanzania. Akaja Tanzania. Alipokuja akanambia, niliona nikuambie kitu Mungu amefanya. Kutoka kwenye kuajiriwa, nimefungua makampuni yangu na watuma na nimewaajiri hayo mataifa ambayo nilikuwa chini yao. Nimeajiri nao kufanya kazi na mimi. Wako chini yangu na mimi sasa ni mkurugenzi wa hayo makampuni. Na miliki sasa kampuni zangu nchi mbalimbali. Kutoka nchi alikuwa anaishi, amefungua na nchi zingine, anafungua nchi tofauti, mabara tofauti, anamiliki na anamwona hata kwenye mtandao hayo makampuni. Akanambia, mtumishi, nimekuja nataka tuangalie wewe na mke wako, uje na mama mkatembelee kule niliko, hata kuweka tu mguu katika meza. Akasema haya. Tukapanga hiyo, lakini haikuweza kukaa sawa. Kila kitu Mungu anaweka na ratiba yake. Sikujaliwa kwenda, lakini ninafurahi kuona kwamba yule aliyekuwa anafikiria kwa anapata huduma kupitia njia ya mtandao, internet, lakini leo ni mkurugenzi wa makampuni ndani ya nchi ambayo sio ya kwake, ndani ya bara ambalo sio la kwake. Ni mkurugenzi, ni mtu mkubwa sasa. Mungu amekwisha kumuinua na kumbariki. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ni jambo lipi kwako unadhani haliwezekani? Limeshindikana kwako? Ni jambo gani kwako ambalo limekuwa gumu kabisa, limekataa? Inawezekana katika familia wameshakuweka wewe ni 0 bin 0, 0 bin 0, 0 bin 0. Haufai, hauwezekani. Umejihangaisha kwa hali na pale. Wengine wanasema umetoa sadaka huku na kule, umehangaika huku kwa utumishi mbalimbali ikashindikana. Karibu kwa Bwana Yesu Kristo ninayemtumikia. Karibu kwa Bwana Yesu Kristo ambaye tunamtumikia. Gombo Maranatha Church, Bwana Yesu amekuwa akitenda mambo makubwa. Yawezekana huko mbali, lakini kupitia haya ambayo ninayofundisha leo, Mungu ninayemtumikia wa Bwana Yesu Kristo hajawahi kufungwa na mpaka wote. Hajawahi kufungwa na umbali wote. No matter what the type of distance iliyoko, hajali. Mungu anafika huko uliko na anakufungua. Nimepata ushuhuda hivi karibuni. Kabla sijaingia kwenye kipindi hiki cha leo. Mama ambaye sijawahi kuona naye, ninapata tu masana kwa njia ya simu, alipata uvimbe chini ya titi lake. Ule uvimbe akaona kawaida baadaye ukaja ukapasuka ukatengeneza kidonda kikaendelea wakapima kama ni saratani, haikuonekana kama ni saratani wala kansa, ikatengeneza shimo kwenye hilo eneo la chini hapo la kifua chake. Sijamuona, lakini nimewasiliana na wanafamilia, sema shimo limetokea kwenye hiyo eneo. Nikamwambia naomba namba yake ya simu. Nikapata namba ya simu, nikaja kumtafuta mara kwanza, shetani akazuia. Mwisho nikampata, nikamwombea direct. Mimi niko mkoa mwingine, yeye yuko mkoa mwingine. Nikaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naongea na wewe leo hii. Ndugu zake wananiambia lile shimo limeanza kuziba. Mahali ambapo ulikuwa unaweza kuingiza kiganja cha mkono kusafisha na kutoa uchafu. Mtu alikuwa anatembea akiwa ameoza.
anateseka, amefika mahali mwisho madaktari bingwa amesema hatuoni ugonjwa, hatuna saratani, hatuoni kansa, hii ni kitu gani? Lakini nazungumza na wewe baada ya kumwombea siku moja tu. Leo hii nimesikia kwamba lile eneo la shimo kwenye tumbo, kwenye chini titi yake limeanza kujaa nyama, limeanza kujaa nyama. Ni Mungu huyu anafanya. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Kwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo yanawezekana. Ninafurahi kusikia hayo mambo. Sijawahi kuonana naye, lakini njia ya simu nimeweza kuwasiliana naye. Kwa njia ya mahusiano ya simu tu mtu anafunguliwa na anapona. Yuko mwingine naye yuko maeneo mengine, ndani akanipigia simu akaniambia, bwana, kuna mtu huko ana shida, mapafu yake yamejaa maji. Madaktari wanasema sisi tutafanyaje? Amehangaika huku na kule, wanafanya wanachoweza kufanya ili kuhakikisha anaondoa hayo maji. Na hawezi kunyanyuka tena hapa alipo. Hawezi kutoka hapo ndani, hawezi kufanya chochote. Niko barabarani kwenye majukumu yangu mengine, napigiwa simu mchana. Nikapokea ile simu, nikasema nikifika nyumbani nitakuombea. Akasema, nikasikia sauti inaniambia akifa nitakudai, sauti inaongea ndani ya Bwana. Nikasema okay, hapa niko barabarani natembea naomba. Nikasema acha yuko karibu, naomba nimwombee hapo alipo. Nikamwombea yule baba. Nikaomba rehema kwa ajili yake na kwa ajili yangu. Nikaomba. Nisikilize, siko kwa ajili ya kutafuta ujasiriamali ama biashara za kiroho hapa na za kimwili. Nazungumza Kristo ninayemtumikia. Nakwambia wewe unanifuatilia, wanaonifahamu wanajua. Siko kwa ajili ya kutafuta maslahi ya mtu yeyote wala kwa maslahi yangu. Mimi Yesu wangu alikwisha unitosheleza. Nasema ukweli. Nimeongea muda mfupi uliopita na wenye hiyo familia. Wakanambia baba yuko sawa. Yuko mzima. Amenyanyuka nje. Ametoka ndani ya nyumba. Anatembea. Anaongea sasa. Yule ambaye alikuwa hawezi kitandani. Yule ambaye mapafu yake yalikuwa yamejaa maji. Yesu amemponya. Wakasema mtumishi tukutafuta. Mtumishi tutafanya hiki. Mtumishi tutafanya. Mimi hayo sitaki kuambia, kama Mungu atakuwezesha fanya. Usilazimishe. Siko kwa ajili ya hayo. Mimi sio Gehazi nataka sadaka za Naaman. Mimi siko hivyo. Lakini Kristo yeye anajua jinsi ya kunitunza na kuniwezesha katika haya. Siko kwa ajili ya hayo maslahi kwamba leta 10,000, leta 100,000, leta milioni. Mimi siko huko. Wala 500,000 siko. Kwa sababu mimi nimepewa bure na ninatoa bure kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ninayemtumikia amenitajirisha, ameniwezesha, amenifanikisha. Haijalishi kuna mahali unaweza kaadui na kupitisha kutafuta vitu vya kuangusha. Nataka nikwambie amenitosheleza. Kristo ninayemtumikia anatenda mambo makubwa kuliko unavyoweza. Anatenda zaidi ya kile ambacho tunaomba. Anafanya mambo makubwa kuliko unavyosema. Ninazungumza na mtu fulani mahali fulani. Sizungumzii mambo ya hapo zamani za kale. Nimezungumza nilikotoka katika maisha ya kiroho mpaka mahali niliko na ninakoelekea najua Kristo. Ninaona hata watu wengi ambao walimepita katika magumu, hata hilo unalolisema wewe kwamba ni gumu, Yesu analiweza kupona. Anaweza. Mtoto mmoja alikuwa na uzito usio wa kawaida ndani ya miaka mitatu, ana uwezo, alikuwa na zaidi ya kilo 30, kila siku zinaongezeka. Madaktari bingwa wamejaribu kupambana kuhakikisha unapunguza uzito, haiwezekana. Nilimwombea kwa dakika chache, alinyanyuka akaanza kutembea na kukimbia wakati alikuwa hawezi kunyanyuka na kutembea. Akapona. Na ameruhusiwa hospitali, yuko mitaani anaishi maisha yake. Huyo ni Yesu anayetenda yasiyowezekana kwa wanadamu. Kwetu sisi, kwake yanawezekana. Luka 18:27 yanawezekana. Nazungumza hivi, sio tu kwa mtu mmoja mmoja. Nazungumza hata kwa mtaa, nazungumza hata kwa kijiji, nazungumza hata kwa taifa, nazungumza hata kwa bara, nazungumza hata kwa ajili ya ulimwengu. Kile ambacho wanadamu kimewaumiza kichwa, Yesu ninayemtumikia anaweza kutenda. Hata wewe ukiamini, anaweza kukutumia kufanya hayo na zaidi ambacho nakiongea. Sababu Yesu Kristo sio mbinafsi. Anatafuta mtu aliye tayari na akakabidhi kazi za kufanya. Sizungumzi tu kukemea mapepo, zinazungumza kufanya zaidi ya hayo. Yesu anaweza kutenda zaidi ya hayo. Zaidi ya hayo. Mtu mmoja alinipigia simu kutoka nchi fulani duniani. Nakumbuka, akasema mtoto wangu amepotea, binti yake amepotea. Wametafuta kwa kutumia teknolojia walizonazo, nchi hiyo imeendelea sana, unaijua. Imeendelea sana Marekani, California. Amepotea, anatafuta aonekane jinsi ya kuweza kumpata mtoto wake. Imeshindikana. Akapewa namba yangu, akasema nimepata namba yako mtumishi, naomba unisaidie. Huyu mtoto, huyu dada, huyu binti yetu amepotea katika familia. Tujui tutakachokufanya. Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi hii, kwenye bara hilo, kwenye nchi hiyo ya Amerika ya Kati. Nikasema naweza kuomba. Nikaomba, nipe tu jina la mtoto, akanipa jina la mtoto wake, binti yake. Nikaomba, nikamwambia tutawasiliana baadaye, mtoto wako atakuwa amepatikana. Kweli akanipigia kutoka huko Amerika,
Amerika Kati akanambia binti yetu amepatikana yu hai. Hivi mtumishi, hiyo kanisa unasali iko unaendesha iko namna gani? Akamwambia Mungu ndiye anajua. Ninamshukuru Mungu, mtoto wake alipatikana. Amepatikana. Yuko anaendelea vizuri na familia yao, sijui sasa anaendelea vipi kwa sababu baada hapo sijapata mrejesho zaidi, lakini alinipigia simu akaniambia amepatikana akiwa California, Marekani. Nataka napozungumza hivi ni kwamba Mungu ninayemtumikia wa Bwana wangu Yesu Kristo hajafungwa na mipaka ya kitaifa wala kidhehebu wala kijinsia wala kitabaka wala kiuchumi. Hali yeyote ile anaweza kufanya mahali popote katika umbali wote kwa yeyote ambaye anamwamini. Yawezekana na wewe uko mahali umefika umeona iwezekana, Yesu anaweza kufanya. Nitakwambia lingine labda uko ulijui. Nimewahi kutembelea magereza. Nimewahi kutembelea kwenye magereza. Yesu alinituma kwenda huko. Sitanii. Nikafanya huduma tu ya kwenda kuwapelekea japo msaada mdogo ambao Mungu alinijalia kwenda nao. Nikafika pale nikaongea machache. Huwezi kuamini kitendo tu cha kuondoka pale. Baadhi kabla sijatoka pale watu wengine wakawa wanafurahia, wengine kutana baadaye baada ya siku kadhaa wakaruhusiwa. Akasema mchungaji, ulipotutembelea sikutegemea nitafunguliwa kabla wakati, lakini ulipotutembelea tumefunguliwa, tumetoka gerezani. Tumetoka gerezani. Na hao si waumini wangu, si wa kanisa langu la Budu, lakini Yesu ameweza kutoa gerezani, amewafungua. Hiyo singili utaratibu wa Mungu. Ujue kwamba Mungu anaweza kufanya chochote. Nimetembelea kwenye hospitali. Nimefika kwenye hospitali fulani nikakuta mama mmoja hawezi, miezi miwili hajaweza kula wala kunywa, drip zinapambana zinaingia zinatoka, hazifanyi kitu. Madaktari wamehangaika pale, amebaki mifupa, macho yako wazi, ukipeleka hata kidole hayafungi kwa sababu hayawezi, hata uwezo kufunga na kufungua hawezi. Kama maiti ilokaa pale. Nikaambia huyu mama tena ni wa imani nyingine, hakuwa Mkristo. Nikasema naweza kuomba kwa ajili yake. Nikaruhusiwa. Wale wapendwa, wale ndugu wakasema tunaomba, fanya chochote tunachoweza kufanya. Tumefika mahali tunahitaji msaada wote ili mama yetu anyanyuke aweze kuondoka. Naliomba na nikamwambia Yesu, kabla sijatoka kwenye hii wodi, kabla sijatoka kwenye kizingiti cha mlango wa hii wodi, huyu mama harudi katika hali ya binadamu uliomuumba nao. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo pale ulipo, natoka kwenye kizingiti cha mlango pale nje, nafuatwa na mtoto wake. Mchungaji, mama akasema nataka tukampe chungwa, tunafanyaje? Nikasema mimi sio daktari, ongea na nesi au daktari akiruhusu mpende. Sasa mama akasema anataka chungwa, miezi miwili ajala chochote, twenda kumnunulia machungwa. Mimi nikaondoka, sikurudi nyuma na kuangalia kinachoendelea, lakini aliweza kuongea, aliweza kula chungwa, aliweza kuishi. Yesu alimponya. Mtu ambaye alikuwa amelala kitandani zaidi ya miezi miwili hawezi. Kristo ninayemtumikia anatenda. Kabla hajarudi mara ya pili ananiambia atafanya makubwa zaidi. Makubwa zaidi. Zaidi. Yako makubwa zaidi naona mbele. Yako makubwa zaidi. Wewe unayetufuatilia popote ulipo, Gombo Maranatha Church, kanisa la Kristo kwa ajili ya wote wanaomwamini Kristo, popote anakualika mshirikishe haja yako. Mshirikishe tatizo lako. Mapito yako, magumu yako. Yesu anafanya. Kuna familia, nikupe mfano mwingine, haijawahi kuona sherehe ya harusi kwenye hiyo nyumba. Haijawahi kuona ndoa. Ziko familia nimekutana nazo hazijawahi kusherehekea harusi ya ndoa. Wanazaliana tu, wanazaliana tu. Lakini walipokutana na huduma hii, Yesu Kristo aliponikutanisha nao, tukasoma nao maandiko, tukaomba pamoja, tukaongoza maombi ya kuvunja na kuharibu maagano mikataba ya kishetani inayofuatilia. Nazungumza na wewe. Leo wana ndoa zao. Leo wana watoto wao. Leo wanaishi mahali fulani. Leo wamefanikiwa kiroho, kiuchumi, wameinuliwa maisha yao. Wanasema hivi imewezekanaje? Hatukutegemea tutengee kwenye ndoa. Hii madhabahu ina kitu gani? Madhabahu ya Kristo Yesu ni halisi. Yesu Kristo anawahudumia, amewawezesha kufanikisha mambo yao. Leo wanamiliki mambo mazuri. Leo wanaishi katika ndoa. Heshima iko kwenye ndoa zao. Wamepata agano takatifu la ndoa. Nije kwa lingine. Ni jambo gani kwako lililo gumu? Kipi ambacho kinaumiza kichwa chako? Kipi ambacho kimekuonesha kwamba kiwaibisha na kufedhesha? Yesu anaweza kufanya. Lakini nikwambie pia lingine, kwenye mitaa ambao Yesu aliruhusu kupita, na ikawa natembea maombi ya mtaa kwa mtaa na kuomba. Leo ile mitaa ilikuwa haina umeme, haina maji, haina barabara,
haina vitu vinavyoelewa kwa elimu kama shule, viwanda au makampuni. Nilipotamka na kuomba, watu waliniona kama kichaa, kama chizi tu. Lakini leo ninapoongea na wewe, kuna barabara, kuna shule, kuna vituo vya afya, kuna umeme, kuna maji. Waliokumbuka yale maneno ambayo alikuwa anasema, wanasema, mtumishi, ulisema, tumeona. Viwanda tunaona. Ulisema, kumbe hii imewezekana. Kuna mtaa ilikuwa kujenga nyumba ya matofali ni muujiza, lakini leo ziko blocks, nyumba za matofali. Yesu amefanya. Yesu ametenda. Ni lipi ambalo unadhani haliwezekani? Ni lipi ambalo haliwezekani? Sizungumzii tu pale na kuishi Dar es Salaam ama naishi Pwani ama wapi. Nazungumza popote ambapo naweza kulituma neno lake Yesu Kristo, huwa linatenda. Popote ninapopita kwa, yani Mungu ameruhusu nipite ile eneo, lazima kutakuwa na mabadiliko. Kwa nini? Anaishi ndani yangu ni Kristo Yesu. Mimi Alisa kama Alisa nilikwisha kufa. Anaishi ndani yangu ni Bwana Yesu Kristo, yeye mwenyewe, Simba wa kabila la Yuda. Yeye anatenda mambo makubwa kuliko unavyowaza. Amebadilisha maisha wako. Anaendelea kubadilisha maisha. Anayefuata ni wewe. Anayefuata ni wewe ukiamini. Ukiamini unafuata wewe. Anayefuata ni wewe. Na kuhakikishia katika jina la Yesu, ukimwamini Yesu Kristo atafanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niombe kwa ajili yako. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, yasiwezekana kwa wanadamu, kwako Yesu Kristo hakika inawezekana. Ni tatizo gani? Ni shida gani? Ni maradhi aina gani? Ni ugonjwa aina gani? Ni upweke namna gani? Ni upungufu wa kitu gani? Ni deni? Ni madeni? Ni kitu gani ambacho yuko mwanadamu anayenifuatilia katika ulimwengu wa roho na mwili popote katika hii sayari dunia? Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini ama Latin America, Afrika yote, Ulaya yote, Asia yote, Australia yote, Antarctica yote, bahari ya Hindi, bahari ya Pacific, bahari ya Mediterranean, bahari ya Trump, popote ambapo kuna mwanadamu anafuatilia katika kipindi hiki, anapita kwenye magumu ya namna fulani. Haijalishi hajui lugha ambayo anaitumia Kiswahili, lakini maadamu amefungua tu kwa kuangalia hichi kinachofanyika na akaweka imani katika hicho anachozungumza. Natamka kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu Kristo aliye hai, apokee nguvu na kupokea muujiza wake, apate kufunguliwa, apate haja za moyo wake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mahali popote katika isari dunia. Natamka katika uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, umesema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti, natuma neno lako hili Luka 18 mstari wa 27, liende kama lilivyo likafanya mambo makubwa ya ajabu ya kushangaza, likaokoe, likaponye, likakomboe, likaweka watu huru, likawaponye katika tabu zao, likawafungue katika vifungo na kila nira, katika magereza, katika mahospitali, katika zanati, katika vituo vya afya, katika hospitali, katika mashule, katika vyuo, katika mabweni, katika mazingira yote makubwa ambayo Yesu akafungue. Wale wengine ambao walikuwa mashoga wameshindwa kuacha ushoga, waache ushoga. Wale kwa wasagaji watoke usagaji, wale walikuwa mabasha waache kazi za kubasha, wale kwa kufanya mambo lawiti na kubaka wengine waache kwa jina la Yesu Kristo. Wale kwa kufanya mambo uganga, uluzi na uchawi, ushirikina na mambo yanafanya kama hayo, watoke. Walikuwa watumwa wakapatoka, kuna watumwa kama mabwana, walikuwa vijakazi wa mabibi wakamiliki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Na mengine mengi unayofanya, nasema safisha mitaa yao, safisha mitaa yao, takasa mitaa yao, takasa miji yao, takasa majiji yao, takasa mataifa yao, takasa mabara yao kwa jina la Yesu Kristo. Kwa namna yake anayotamka katika ukuna uweza, haya yote naomba katika jina la Yesu Kristo naenda kutimia kwanza sasa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu mwana kondoo, ni kwa damu mwana kondoo, ni kwa damu mwana kondoo, ni kwa damu mwana kondoo, kwa damu mwana kondoo, mimi kuane kifamba Bwana Yesu Kristo anaweza aliye Alista Albano natamka katika kuna uweza, maana Kristo yunayo sasa na tamile kuane kifamba Bwana Yesu Kristo aliye Alista Albano Gomba Maranatha Church, maana ya Kristo yunayo sasa na hata milele. Amen. Namba zangu za mawasiliano zote utaziona katika mtandao hapo, zifuatilie. Unaweza kusana kuniambia yale magumu ambayo unayapitia, nami nitawasiliana moja kwa moja kwa msaada wa Kristo aliye hai. Amen.